anasema fala tuti'ihuma. Suala la kumshirikisha Allah, kwenda katika vibanda, kwenda katika mizimu, kwenda katika mapango wa halumma jarra, fala tuti'ihuma, hili usiwatii wazazi wako, pamoja na kwamba ni wazazi wako. Lakini Allah akamalizia kwa kusema wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, kwa kuwa ni wazazi wako, hata kama wanaabudu mapango, hata kama pombe inalala kichwani au wao wanalala ndani ya chupa ya pombe kibogoldi, bado ni wazazi wako. Hata kama wanafanya dhulma za kiasi gani, bado ni wazazi wako. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, bado unatakiwa usiwakashifu, usiwafanyie fedhuli kwa sababu tu wazazi wako wana mapungufu hayo. Walinganie katika dini kwa hikma, walinganie katika dini kwa taratibu. Mungu akitoa taufiki, alhamdulillah. Hakutoa taufiki, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yashau. Elewa, kazi yako wewe ni kulingania, huna uwezo wa kumfanya mtu aongoke. Tumefahamiana eh? Tayib, kwa daraja hizi Mwenyezi Mungu katika ile suratu Al-Mumtahina akimzungumza Ibrahima kuwa kigezo, alisema katika aya hile kwamba Mwenyezi Mungu Mola wenu subhanahu wa ta'ala anakwambieni qad kanat lakum uswatun hasana, mnacho kigezo kizuri mnapo mahala pa kurejea katika tauhidi, katika akhlaqi, katika subra, katika ukweli, mnapo mahala pa kurejea. Mkirejea mahala hapo, kwa kweli mmerejea mahala pake kabisa. Qad kanat lakum uswatun hasana, mnacho kigezo kizuri fi Ibrahima, kuhusu mwenendo mzima wa Ibrahim, mambo aliyokuwa nayo Ibrahim. Yani hapa imekuja fi mimaaniha adharfia. Kwa maana gani? Yani Ibrahim amefanywa kama chombo vile. Ukienda kuangalia sifa katika kusema kwake, kigezo. Ukiamua kwenda katika sifa ya kuangalia kwake, kigezo. Ukiangalia sifa katika msimamo wake wa dini, kigezo. Ndio maana Mungu akatumia fi Ibrahim, yani Ibrahim akamfanya kama mtungi, ndani yake mna maji, ndani yake mmetiwa vitu mbalimbali. Chochote utakachokichukua kutoka humo, umechukua kigezo kizuri. Fi Ibrahima, anasema walladhina ma'ahu, na wale waliokuwa pamoja na Ibrahim kwa msimamo, kwa imani. Walisema nini kuambia jamaa zao waabudia masanamu? Idh qalu liqaumihim, walisimama wakasema mbele ya watu wao. Na mtume anatuambia kalimatu haqqin inda sultanin jairin, vita iliyokubwa kabisa, akbarul jihadi, kusema yani jihadi kubwa kabisa. Mtume anasema kalimatu haqqin, kuthubutu kuzungumza maneno ya haki na ya kweli, inda sultanin jairin, mbele ya mfalme dhalim, unahatarisha uhai wako. Lakini Ibrahim na watu wake walijitoa muhanga, wakawa tayari kufa. Wakasema msimamo wao juu ya masanamu anayoyaongoza mzee Azar. Walisema idh qalu liqaumihim, walisema kuambia watu wao, inna buraau minkum, tunatangaza rasmi. Ingelikuwa wakati wa vyama vingi, wanasema tunarejesha kadi mbele ya watu inna buraau minkum wa mimma taabuduna, na ibada zenu zilizokuwa sio sahihi tuko mbali nazo kabisa. Kafarna bikum, kwa ibada hizo sisi tunaamini kuwa nyinyi ni makafiri, na makafiri na waumini ni baina samai wal ardhi. Hata kama siku hizi wanafanya chairs, wanagonga jitu lina msalaba na mwingine ana kilemba, wanagonga juice. Wafahamu ndugu zetu hao, wenzetu hao, tunaishi nao hao. Wakati Mwenyezi Mungu anatuambia la tatawallau qauman
ghadhiba Allah